Mtazamaji wa Television Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Hujambo na karibu tena katika kipindi hiki cha Ijue Liturujia kinachokujia kutoka hapa Tumaini Television. Tuliokuandalia ni pamoja na hati za liturujia. Kipindi kilichopita tuliona Constitutio ya liturujia, Sacrosanctum Concilium. Siku ya leo tunaendelea na hii hati za liturujia. Mimi ni Sister Salvina Makonde, lakini pamoja nami tunaye Padre Dr. Clement Kio, katibu mtendaji wa idara ya liturujia Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC. Na kusiwe na tangu mwanzo hadi tamati, tujifunze kuhusu imani yetu Katoliki. Baba, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari za kwako? Nzuri. Habari za tisika? Salama. Habari za tangu juzi? Nzuri kabisa. Nimejifunza maneno ya Kilatini, Sacrosanctum Concilium. Umekuwa mwalimu. Baba, nikukaribishe utufungule kipindi chetu kwa sasa. Asante sana. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uzime nyoyo za waamini wako, washa mapendo yako, peleka Roho wako, vitaumba upya na nchi itageuka. Tuombe. Mungu uliyefundisha nyoyo za waamini wako, ukaletea mwanga wa Roho wako Mtakatifu, tunakuomba utongoze na yule Roho, tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ndio Baba, leo tunaendelea na hizi hati za liturujia ambazo labda ungekuja kwenye utangulizi. Asante sana. Leo tuendelee na mada yetu hii ya hati za liturujia ambazo tusema ziko nyingi, na tulianza na hati hii inaitwa Sacrosanctum Concilium au Constitutio ya liturujia. Tuliongelea mengi, tukaeleza inatoka wapi, mabadiliko, lakini leo hebu tuingie ndani ya hiyo Sacrosanctum Concilium. Imegawanyikaje? Ina topiki ngapi? Ndani ya hizo topiki kuna nini ambacho ni muhimu sana kuangalia vitu hivyo. Na ni wito wetu kwamba baada ya hapa sasa wewe mwenyewe uende ukaitafute hiyo hati ya Sacrosanctum Concilium uweze kuisoma. Inapatikana katika mtandao. Unaweza kuingia kwenye mtandao ukaandika Sacrosanctum Concilium, ikajitokeza pale kwa lugha mbalimbali ya Kiingereza, Kilatini, Kiitaliano na Kiswahili. Isome. Sasa tuingie ndani ya hiyo hati. Ile topiki ziko ngapi? Zimegawanyikaje? Kwanza, hati hii ina utangulizi, halafu imegawanyika katika sura 7, na ndani ya hiyo sura 7 kuna ibara 130. Tunaposema ibara, maana yake tunaanza, kuna ibara ya kwanza, ibara ya pili, ibara ya tatu. Kwa hiyo imeandikwa kwa namba mpaka 130. Na utangulizi unaonyesha malengo ya mtaguso wa kufanya mageuzi ya kiliturujia kama vile kufufua maisha ya Kikristo na ya waamini na kurekebisha taasisi na mifumo ya ibada kulingana na mahitaji ya sasa. Kwamba wakati wa sasa tuendeje? Wakati wa sasa ni tofauti na miaka mingi iliyopita. Kwa hiyo utangulizi unaeleza hayo malengo. Na Father, hapo kwamba ulivyosema kwamba kurekebisha kutokana na mahitaji ya sasa. Ndio maana utakuta kwamba zamani mamangu alikuwa ananisimulia, alikuwa anasema kwenye sala na kuamkia Maria. Si mama nani sasa mimi sijui lakini alikuwa anaelezea kwamba anasema badala ya kusema salamu Maria, anasema anakuamkia Maria. Sasa baadaye
ndio hii inakuja kubadilishwa kwamba tunasema salamu Maria. Ni kama hivyo eh? Ni kama hivyo, ni mabadiliko ambayo yanaenda na lugha ya sasa. Okay. Kwa sababu kusema na kuamkia Maria na kusema salamu Maria ni hivyo hivyo. Kusema Ave Maria ni hiyo hiyo. Kwa unakuta mtu anasema Ave Maria, lakini ndio hiyo ndio salamu Maria ndio na kuamkia Maria. Kwa hiyo mabadiliko muhimu kama hayo. Sasa tuje katika sura ya kwanza, inagusa kanuni za jumla za marekebisho na ukuzaji wa liturujia takatifu na uendeshaji wa liturujia takatifu. Kwa hiyo sura hii imeweka kanuni za msingi za kati, ikijumuisha asili ya liturujia takatifu, umuhimu wa waamini kushiriki kikamilifu na kanuni za kuendesha liturujia. Tuligusia kwa ufupi katika kipindi chetu kilichopita, lakini sasa kumbe hivi vinapatikana katika hii sura ya kwanza. Inaongelea liturujia kama kazi ya Kristo, opus Christi, kazi ya Kristo, kwamba liturujia ni kazi ya Kristo. Kwa nini ni kazi ya Kristo? Na kazi ya Kristo ni kazi ya Mungu, opus Dei. Mungu alianza kuumba, baadaye akampa mwanadamu kazi, akamwambia katawale. Kwa hiyo anaendeleza kazi ya Mungu. Kwa tunaposema liturujia ni kazi ya Kristo, ni mwendelezo wa kazi ambayo Mwenyezi Mungu ameianzisha, kazi ya ukombozi inaendelea ndani ya Kristo, na sisi tunaiendeleza na kutupatia sisi wokovu. Kwa hiyo kumbe liturujia ni kazi ya Kristo. Tunaposali, tunapoenda kwenye liturujia, tunafanya kazi ya Kristo. Kwa hiyo liturujia kimsingi ni tendo la Kristo, ni tendo la kanisa la kumtukuza Mungu na kuwakomboa wanadamu kwa njia ya fumbo la Pasaka. Kumkomboa mwanadamu kwa fumbo la Pasaka. Na katika eneo hili Father, na kwamba tumeongelea kwamba waumini waumini kushiriki. Ndiyo. Katika eneo hili Father, na tutafanyaje au taratibu gani zifanyike ili kusudi waumini ni kama wapewe msisitizo, wasaidike, yani ili kuweza kuijenga hii liturujia kama ambavyo unatueleza. Labda pengine taratibu gani Father utatusaidia kama waamini ili kusudi tushiriki, kwa sababu kuna mwingine yuko kanisani, padre anasema Bwana awe nanyi, yeye anakumbuka mapesa yake kule kwenye alikotoka, au anamkumbuka mtoto wake alipotea. Bado hatujui kama vile wenzetu wa Italiano au wazungu wanapoimba kanisa zima. Hii tutaifanyaje Father? Ni changamoto ya sasa. Ndio maana hata Baba Mtakatifu alisema tufungue milango na tuangalie changamoto ya sasa. Sasa hivi tushagundua kwamba tuna tatizo la hiyo ushiriki kamili wa watu. Kwamba watu wanafika pale, basi anakuwa ni kama anasubiri tu mambo yaishe na nini. Kwa hiyo lazima tuzidishe katekesi. Makatekista tufanye kazi yetu. Tangu malezi ya mtoto anapokuwa. Ndio maana sasa kuna misa hata za watoto wanafundishwa Bwana awe nanyi, waitike Bwana awe nanyi, itikeni kwa nguvu, awe pia nawe rohoni mwako. Kwa hiyo unapomfundisha mtoto anavyokuwa, atakapokuwa mtu mzima anajua kwamba kuitika ni sehemu inayomgusa katika ibada. Kwa hiyo tuongeze katekesi, tuongeze vipindi hivi vya dini kama tunavyofanya katika Ijue Liturujia, ili kusisitiza ushiriki kamili ambao unapatikana katika hii sura ya kwanza. Nasisitiza ushiriki kamili. Kanisa linataka ushiriki kamili wa ufahamu, watu wafahamu, na ushiriki hai wa waamini wote, ambao ni haki na wajibu wao unaotokana na ubatizo. Kwa hiyo kila aliyebatizwa ana haki na ana wajibu wa kushiriki kikamilifu. Kwa hiyo kila mbatizwa, sio kwamba tu ushiriki wetu ni mapadre tu au wa masista au hapana, ni wa wote, kwamba ni ushiriki kwa sababu tumebatizwa. Kwa ubatizo tunaalikwa kushiriki kikamilifu. Na sura hii vile vile inaongelea uwepo wa Kristo, kwamba Kristo yumo katika liturujia kwa namna mbalimbali, hasa katika misa, yumo katika sakramenti, yumo katika neno la Mungu linalotangazwa, na yumo katika sala
za jumuiya. Kwa hiyo Kristo yuko katika misa. Wanapokusanyika wawili watatu, niko katikati yao. Kwa hiyo Kristo yuko pamoja nasi. Lakini vile vile Kristo yuko katika sakramenti. Unapobatizwa ni Kristo mwenyewe anayekubatiza. Unapo pokea kipaimara ni Kristo mwenyewe anayekuimarisha. Unapopokea Ekaristi Takatifu unampokea Kristo mwenyewe. Kwa hiyo yupo katika hizi sakramenti. Hivi wewe Mkristo ulijua kwamba wewe umempokea Kristo katika ubatizo, katika kipaimara, katika ndoa yako? Kristo ndiye anayeunganisha. Ndio wanasema aliyeunganisha Mungu mwanadamu asiyatenganishe. Na nyewe watawa mnapoweka nadhiri zenu za daima mnajifunga kwa Kristo kwamba mimi mnaweka nadhiri hizi za daima mpaka kufa. Baadaye mnapokengeuka tunaambia nyie mnatukoromea. Lazima mrudishe nadhiri za watu kanisani. Mpaka kufa, kwa sababu Kristo amekuunganisha. Yuko katika neno lake kiasi kwamba neno linaposomwa ni Kristo mwenyewe anaongea na wewe, sio yule msomaji, lakini ni Kristo mwenyewe anaongea na wewe. Anasema nimewaita rafiki zangu kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Ni Kristo mwenyewe anayeongea. Kwa hiyo Kristo anapatikana katika maandiko matakatifu, hilo vile linalotangazwa, lakini vile vile katika sala za jumuiya, sala za waamini. Tunaposali zile sala, maana yake Kristo anapokea moja kwa moja maombi yetu. Kwa hiyo unaona hii yote inaongelewa katika hii sura ya kwanza. Vile vile inaongelea juu ya liturujia kama chanzo na kilele. Katika utangulizi tuliongelea kwamba katika liturujia ni chanzo, maana yake yote ambayo tunayo yanatoka kwake. Kwa hiyo ni chanzo, ni chemchem, font, chemchem. Tunachota kila kitu, tunachota baraka kutoka kwa Mungu. Sema pokea baraka, lakini baraka zinatoka kwa Mungu, hazitoki kwa kuhani au kwa nani, zinatoka kwa Mungu. Lakini vile vile tunampelekea, kwa sababu yeye ni kilele. Matatizo yote tunampelekea yeye. Anasema mzigo mzito umpe nani? Mzigo mzito umpe nani? Ni ya Kiswahili asema mzigo mzito mpe punda au mpe Mnyamwezi. Sasa Mnyamwezi mwenyewe, mzigo mzito mpe Mnyamwezi. Sasa Mnyamwezi katika masuala ya kiroho, Mnyamwezi ni Kristo mwenyewe ambaye tunampa wakati wa liturujia. Sio Mnyamwezi kabila, lakini ni Kristo mwenyewe. Kwa hiyo mizigo yetu yote kilele ni Kristo, sio Mnyamwezi huyu binadamu au kabila, bali ni Kristo. Kwa hiyo ni kilele. Sura ya pili inaongelea fumbo takatifu la Ekaristi, kwamba ni katika Ekaristi takatifu ambapo tunakumbushwa kuwa ni chanzo na kilele. Kwa kweli hakuna sala ambayo ni kubwa kuliko adhimisho la Ekaristi takatifu. Sala zote ufanya, si umefanya litania, umefanya nini, lakini Ekaristi takatifu, adhimisho la Ekaristi takatifu ndio inayochukua kiini, ndio kiini cha liturujia yoyote ile. Ndio maana inapewa heshima ya pekee. Na Father, hapa labda ungetufafanulia kidogo, kwa sababu waumini wetu, watu wetu ni kwamba hapa bado hawaelewi. Kwa sababu kutokana na nini mtu anaacha kanisa Katoliki kwenye Ekaristi takatifu. Mimi mtawa naelewa, lakini anaenda kwenye madhehebu mengine, ni kwamba hawaelewi. Sijui ni tunafanyaje? Kwa kweli kutomfahamu Kristo, sema kutoyafahamu maandiko matakatifu, kutokumfahamu Kristo, na kutoifahamu Ekaristi takatifu kwa kweli ni kutokufahamu hizo chemchem na baraka tunazoziacha katika kanisa na kwenda kudanganyika. Kwa hiyo kila mwanateolojia ajitahidi kuwafunulia waamini hazina hii kuu iliyofichika katika adhimisho la misa takatifu, kwa sababu katika adhimisho la misa takatifu tunampokea Kristo mwenyewe katika mambo hayo ya mkate na divai. Unahitaji kwenda kulishwa sijui udongo wapi huko, tunapata yote.
ni katika adhimisho la misa takatifu, na sakramenti nyingine zinaadhimishwa, sakramenti ya ndoa, sakramenti ya ubatizo, ya daraja takatifu, na mambo mengi yote yanaadhimishwa katika hii. Ndio maana tunasema kwa kweli hili fumbo la Ekaristi Takatifu ni kilele, tuipe hadhi yake. Na sura ya 3 inaongelea sakramenti nyingine na visakramenti. Sasa tunapoongelea sakramenti, mfano kuna ibada zinapaswa kusahihishwa ili zieleze uwazi zaidi asili na matokeo ya sakramenti, kwamba mfano unapobatizwa matokeo yake ni nini, au tunasema athari, semaje, mafao ya sakramenti hiyo ubatizo ni nini. Ukishabatizwa umebatizwa, sakramenti hii haifutiki, ni nguvu ambayo ni ya kudumu. Ukishapata sakramenti ya kipaimara ukapakwa mafuta, ni alama, ni muhuri usiofutika. Sasa unakuta mtu anaondoka anaenda huko hajui kwamba ana alama, ameshapakwa mafuta wakati ubatizo, ni alama zisizofutika. Unazo hata ukienda wapi hazifutiki, hata utakapokufa sijui uko kaburini unaenda nazo, ni alama za kiroho zisizofutika. Kwa hiyo kila sakramenti basi lazima ieleze kwa uwazi na watu wafahamu athari za sakramenti hiyo. Kama ni sakramenti ya ndoa, kwamba sisi tumefungwa pingu za maisha, kwamba mmefungwa mpaka kufa. Kama ni ngazi za daima mpaka kufa. Hata ukiondoka wanasema yule alikuwa mtawa, maana yake nini? Au kama ni padri, wewe ni kuhani milele, fuatana na utaratibu wa ukuhani wa Melkizedeki. Hata ukiondoka ukaenda ukaoa au ukawa jambazi huko, unabakia kuwa padre. Kwa hiyo tufahamu athari za sakramenti hii ambayo zinaelezwa katika hiyo sura ya 3, sakramenti na visakramenti. Labda kabla hapa ungefafanua kidogo kuhusu sakramenti na visakramenti. Yeah. Okay, sakramenti tunazijua ziko 7. Ndio. Lakini visakramenti viko vingi. Mfano maji matakatifu au rozari, skapulari, au misalaba hii na nini haya. Hizi zinaitwa visakramenti vinavyotusaidia kukuza imani. Kwa mfano unaenda na kitu chako na padre nibarikie. Kwa hiyo umekibariki kwa sababu ni sakramenti kinachokusaidia kuimarisha katika imani yako. Kwa hiyo visakramenti tunasema vimewekwa na kanisa, lakini sakramenti zimewekwa na Yesu Kristu mwenyewe. Sakramenti zinaadhimishwa ex opere operato Kristi, maanake Kristu mwenyewe ndiye anayezipa nguvu. Visakramenti vinategemea na imani, kwamba wewe kama una imani basi kisakramenti hiki ambacho umekibeba kitakupa haya mafaa unayoyategemea. Kama huna imani, kisakramenti kinakuwa hakina maana kwako. Kwa hiyo vitu hivi ni muhimu kuvifahamu. Sura ya 4 inaongelea liturujia ya vipindi, tunaita officio. Hiyo watawa wamezoea kuita officio. Liturujia ya vipindi au liturujia ya masaa. Liturujia ya vipindi ni sala takatifu ya kuwasaidia watu kukumbuka kwamba kila dakika ni takatifu. Kila dakika ni takatifu. Ndio maana inaitwa liturujia ya masaa. Utasali asubuhi, ile tunaita asubuhi laude. Kuna kabla ya dhuhuri, utasali ya dhuhuri, hii baada ya dhuhuri ambayo inaitwa nona, utasali ya dhuhuri yenyewe ambayo ni vesperi, utakuja kusali completo, halafu utakuja kusali matutina. Kwa hiyo kanisa lina masaa 7. Masaa 7 ambayo yamegawanyika, yalikuwepo tangu zamani, sio mapya. Wengine walikuja wakayaiga wakaita sijui sala 5, si sala ngapi, si masaa 7 ambayo yapo ndani ya kanisa. Kwa hiyo yanatukumbusha kwamba kila saa ni takatifu, na ni wajibu wa makreli, watawa na wale. Hii ni sala ya kanisa, sio sala ya watawa na mapadri tu. Kwa hiyo kila muumini anaalikwa au ile breviari yake
au sala ya kanisa, ili aweze kusali kwa kadiri anavyopata nafasi. Na ni dhahiri kabisa kwamba wako mapadri au parokia kadhaa wanasali na waamini wao. Ndio, ndio, hata kama sio kila siku, lakini unakuta angalau hata mara moja kwa wiki. Sisi watatu kwa tunaona kwamba wanaharibu. Kwa nini sisi hii sala yetu? Kumbe sio sala ya kanisa. Ni sala ya kanisa. Tangu zamani alikuwa askofu anakusanyika na mapadri wake na waamini, ana sala ilikuwa kwa cathedral office, maana yake ofisi ya kanisa kuu, askofu na watu wake. Kwa hiyo vile vile parokiani, paroko na waamini wako. Kwa hiyo ni sala ya wote. Kwa hiyo ni sura ya 7 inaongelea liturujia ya vipindi au ofisi ya kimungu. Sura ya 5 inaongelea mwaka wa liturujia. Kwa hiyo fumbo zima la maisha ya Kikristo linapaswa kuheshimiwa katika mwaka wa liturujia. Sasa mwaka wa liturujia umegawanyika. Kuna kipindi cha Majilio, kuna kipindi cha Noeli, kuna kipindi cha Kwaresma, kuna kipindi cha Pasaka, kuna kipindi cha mwaka, kuna watakatifu humo ndani. Kwa hiyo tunapoongelea mwaka wa liturujia ni mpana, una vitu vingi. Kwa hiyo umegawanyika sasa, umeelezwa vizuri kila kipindi kina maana gani, Majilio ina maana gani, kipindi cha Noeli kina maana gani. Tunajua Majilio ni kipindi cha matumaini, cha kusubiri kuzaliwa. Kipindi cha kuzaliwa tunasherehekea fumbo la Kristo kufanyika mwili, tunaita incarnation. Wakati wa Kwaresma tunajua kwamba ni kipindi cha toba, tunajiandaa kwa mateso na nini. Kipindi cha Pasaka, kipindi cha ushindi, Kristo amefufuka. Kwa hiyo hiyo iko katika sura ya 5 ya mwaka wa liturujia, katika hati ile inaitwaje? Hati za liturujia ambayo inaitwa kwamba Sacro Concilium. Sacrosanctum Concilium. Lazima ujue kuitamka vizuri. Sacrosanctum Concilium. Safi kabisa. Sura nyingine ni sura ya 6. Inaongelea muziki mtakatifu, tumeshaongelea sana, lakini vile vile na sura ya 7 inaongelea sanaa takatifu na vifaa vitakatifu. Kwamba sanaa tunazotumia, mfano sanaa tunatumia kanisa likoje au uchoraji na nini, vyote hivi vinasaidia kumwelekeza mawazo yetu kwa Mungu. Kwa hiyo haya ni mambo muhimu sana ambayo yanapatikana katika sura ya 7. Lakini inamalizika kwa nyongeza, ambapo nyongeza hiyo inaongelea juu ya kalenda ya liturujia. Basi kwa ufupi, katika hati yetu hii tumegusia lugha za kienyeji, kuna maandiko matakatifu, umuhimu wa maandiko matakatifu, kuna mila zetu, je, tunaweza tukaziingiza, zile zinazofaa tuziingize, zile ambazo hazifaa basi hazifai tuzitoe, na vile vile katika marekebisho ya tamaduni zetu, tunaita utamadunisho, tuingize kitu gani na tutoe kitu gani. Hivi ni vitu muhimu sana katika hati hii ya liturujia. Lakini baba, hapa kwenye sanaa, vifaa vitakatifu vinavyohusika kwenye vyombo vya muziki, ni chombo gani ambacho akipaswi akiruhusiwa, au kwamba kanisa Katoliki akija kiweka katika orodha ya sanaa takatifu? Labda kuna vile vifaa ambavyo ni vya tangu awali vinatumika, mfano hizo hayo mazumari, sima nini, lakini tunapokuja katika vifaa vya utamaduni, nasema kanisa mahalia litaangalia kwamba kifaa gani kinafaa, kifaa gani hakifai. Hata kama ni cha kitamaduni, kama kilikuwa kinatumika katika mambo ya kichawi, hatuwezi kukileta kanisani katika huu utamaduni. Lakini kama kilikuwa ni cha ibada, cha nini, tunaweza tukakileta. Baba, nikushukuru sana. Ni Sacrosanctum Concilium. Ndio. Baba, karibu tufungie kipindi chetu kwa sala. Asante sana. Tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ewe Bikira mtukufu mwenye baraka. Amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumtukuze Bwana. Tumshukuru Mungu. Na mtazamaji, kila chenye mwanzo kina mwisho. Mpaka hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu hiki cha Ijue Liturujia. Kazi kwako ukawe kitabu kwa jamii. Tumejifunza mengi sana kutoka kwa baba yetu Kio.
tumejifunza mengi, tukayaishi haya na tuwafundishe wenzetu. Ni rai kwa wanakwaya, rai kwa wazazi, rai kwa makatekista, tufundishe haya kwa watu wetu ili wasiondoke katika zizi hili la kanisa moja takatifu Katoliki la Mitume. Shukrani kwako kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi tamati. Asante sana kaka Simon na dada Sara. Shukrani kwako baba Kio, tunakushukuru sana kutulisha lishe bora la kiroho. Mimi ni Sister Salvina Makonde, mpaka wakati mwingine, kwa heri.